Karibu kwenye Duka Huru Podcast. Leo kuna mimi Madam Irene na tuko na Madam Naitwa Mebo Jengela, kibiashara naitwa Mebo Cakes, nauza keki nzuri sana. Pia ni business coach, ninakuza wafanyabiashara wadogo ili waweze kuelewa namba zao kwa ajili ya ukuaji wao, lakini pia huwa ninafanya workshops mbalimbali kwa ajili ya kujifunza keki kwa vitendo. Oh, that's good. Leo tutaongelea mada tofauti, lakini tutamtazamia binti au kijana au awe wa kiume au wa kike kwenye masuala mazima ya malezi na makuzi na mchango wa wazazi kwenye kumfanya huyu binti awe na kesho njema au huyu kijana awe na kesho njema. Madam Mebo, kwenye background yako ukiwa unaongelea kati unakuwa malezi yanaendelea kati ya mama na baba, kwenye experience yako ya maisha na malezi ulikuwa una experience nini family wise, kwenye jamii au katika misingi yote ya malezi na kila kitu? Mimi naomba nijiongelee mimi binafsi. Kwa sababu siwezi nikaongelea kwa upande wa mtu mwingine. Mimi binafsi nimekulia malezi ya wazazi wawili. Ambapo nimelelewa na baba na mama. Kwa nimeona umuhimu mkubwa sana wa baba na mama katika malezi ya mtoto. Nikijiongelea mimi specifically. Okay. I am who I am kwa sababu ya baba yangu. Oh, unaonekana kipenzi cha baba sasa. Yeah. Kwa sababu vitu vingi ninavyoviishi sasa hivi ni kutokana na vitu ambavyo babangu alikuwa akiniambia kila siku. Lakini kwa wakati ule, kwa sababu ni mtoto, yani kwamba jana baba inaambia hicho, leo kasema hicho, yani hauoni ule uzito. Lakini kwenye maisha sasa hivi kila siku inayokuja, mambo tunayopitia kwenye maisha, ndio okay, kumbe nilivyokuwa napewa ni madini na ni vitu vikubwa sana. Kwa mfano mdogo, babangu anapenda kusema Mungu ana nguvu bwana. Usifanye mchezo na Mungu, usifanye mchezo na mtu anayemwamini Mungu. Mungu ana nguvu, ana uwezo wa kumtoa mtu kutoka zero to hero. So ni muhimu sana mtoto wa kike kutokukosa malezi ya baba. Pia siwishi watoto wangu wa kike wakose malezi ya baba yao. Ni ombi langu kwa Mungu. Oh. Kwa unaonekana wewe hata kusema kwa baba ile mtoto umekosea kidogo akakuchapa. Alikuwa anakuchapa? Babangu mimi muda wa kucheka mnacheka, lakini ukizingua utapigwa hapo utaamini. So pia kutokana na hicho pia personally nimejifunza kwamba mtoto anatakiwa aone pande zote mbili za mzazi. Kweli tunapenda watoto wetu, hakuna mtu asiyopenda mtoto wake. Kila mtu anapenda mtoto wake. Kila mtu anapenda mtoto wake. Kwa mfano kuna neno babangu ananiambia, anasema mtoto anaumwa bwana, huwezi kunielewa mpaka uje kuwa na wakwako. Hiyo maana yake kila mtu anapenda mtoto wake. Kwa katika yale mapenzi tunaopenda watoto wetu, kumbuka muda wa kunyoshwa anyoshe, muda wa upendo upendo. Kwa hivi ulivyo sasa hivi umekuwa ni mjasiriamali, consultant, una CV kubwa. CV yako ni kubwa. Tukiwa tunaweka katika zile CVs ya kwako nayo ni miongoni. Kuna namna yoyote ambapo mchango mzima kati ya ile balance, unajua kuna wengine labda mimi nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu ya jamii ilionilea, imenikuza hapa nilipo, wengine ni mzazi amenifikisha hapa nilipo, wengine ni mwalimu au marafiki. Wewe mchango mkubwa mpaka hapo ulivyofika kwamba today I'm a consultant. It's just because of ambao kikamunyo ukisema nashukuru, yes Mungu ni wa kwanza, lakini this person alifanya kikubwa. Yeah, kwa kweli umeongea vyema kabisa kwamba kwenye kila kitu Mungu ni wa kwanza. Lakini mimi naweza nikaongezea kwamba maneno ya mzazi wangu ni kama vile yani yanaimba kila itopo leo kichwani kwangu. Yani kwamba dream big, unaweza kuwa chochote as long as unamheshimu Mungu, unaheshimu watu na pia unamwamini Mungu. You can be anything katika dunia hii. Na hakuna kitu kilichoanza kimeanza tu boom. Amini unachokifanya. Fanya kwa uaminifu. Uwe mtu ambaye unafanya saving ili uweze pia kufika mbali. Yaani usiogope chochote, na ni mtu ambaye alikuwa anapenda kunitamkia, ananiambia you are the best, you are the best. Hicho kitu pia kilikuwa
yani kama vile, yani kama dawa ipo, ni dawa, lakini mimi wakati huo nilikuwa sijui, lakini baadaye nikaja kugundua okay, hichi kitu kuna kitu yani kuna kitu kimejengwa ndani kutokana na kusikia hivyo, you are the best, you are the best. Anakuambia kabisa, anakuambia hawezi kuniamini, nakwambia, lakini you are the best, you are the best, na utafika mbali sana. Kwa hivyo vitu mpaka yani kwenye haya maisha ya kawaida, yani nilipokuwa mkubwa, kuna time unaweza kuona mpaka mambo yaende. Nikikumbuka ni baba ashaniambia sana kwamba I'll be someone siku moja. Kwa hiyo sikati tamaa, naendelea kufanya ili nifike pale ninapotamani kufika. Kwa ninavyokusikiliza au kwa mtu yote pia ambaye anasikiliza hii podcast sasa hivi, atasema labda this person anaonekana iko karibu sana na baba, lakini kwenye familia nyingi tuna experience katika mzazi ambaye kidogo anakuwa brutal and harsh, sometimes they are heartless, ni baba. How can you manage kuwa ile close to your dad mpaka we are this much positive about, kwa sababu tunaona the battle between a child na baba inakuwa kubwa. Umewezaje kumanage mpaka babako akawa ndo the favorite person to you na yeye akawa ni you are the favorite person to him? Nadhani kwa sababu namna yeye alipokuwa anatu raise sisi, yani kwamba muda wa dozi ni dozi na muda wa kucheka ni kucheka, na pia yani kwamba ni mtu utani sana, lakini ukizingua ni sio yule mtu tena, yani ni mtu mwingine kabisa, lakini kwamba ni mtu ambaye muda wote ni anakupa ushauri, anakuweka karibu, ni rafiki. Ndio unaweza kusema kwa mfano like daddy daughters ya siku hizi ile, lakini still yani you are that close to the extent yani kwamba ilifikia point unaona ukipata chochote yani ukiongea ukipiga simu yake kupa neno moja you feel okay, I can go on. Na ni mtu ambaye ana ile kwamba usio mtu akuona kwamba maisha ni hapa tu, au kwamba kwa mfano wewe unafanya kazi au wewe unafanya kitu yani kwamba baba hichi kitu kikiondoka maisha ndio yameisha. Hapana, maisha ni kokote as long as unamwamini Mungu. Umewahi kuona maybe kwenye jamii au watu ambao unakuta kijana au binti hawezi kuwa that much open kwenye familia yake, instead anaenda kutoka labda nje kutafuta ile relief outside? Umewahi kushuhudia vitu kama hivyo, na huo unavichukuliaje? Sijakutana navyo sana, japokuwa na mimi ninasikia kama unavyosikia wewe. Yani kwamba sometimes mtu anaona kuliko kumwambia mzazi wake, kunakuwa kuna mtu nje ambaye amempa muda zaidi kuliko mzazi. Kwa ajuta kwamba sehemu ambayo yuko safe kuongea ni nje. Kwa nimesikia ni sina proof. Kuna usemi unaosemaga, niliwahi kusomaga hata kwenye novels, lakini usemi pia upo. Whenever you feel like una ile burden in your chest, try to talk to stranger. Tafuta mtu ambaye hakujui, mwagikie venye unaweza. Kwa sababu tunaona a lot of people they are suffering. Kuanzia kwenye familia, mtoto unakuta amezaliwa akiwa mdogo, amelelewa kwenye mazingira ambayo mama yuko busy, baba yuko busy, they don't take time to them. Wanakuwa wanafikia umri fulani, wanahitaji relief, wanahitaji mtu wa kuongea naye. Akienda shuleni, mwalimu unaweza kumwambia jambo, akajikuta kaenda kuliongelea sembo. School things tunazijua. Kwa mtoto anaporise, mwisho siku anakuwa hawezi kuwa. Kwa misingi ya malezi, kwa karibu na mtoto inabidi iwe, si ndio? Kabisa. Yaani uwe close to. Lakini sasa kuna sasa hivi imetokea vuguvugu. Most of kids umri wa miaka 14 mpaka tuseme 18 19 they tend to talk to AIs. Yani mtu ushauri aende kutafuta kwa mzazi, kwa mama au baba. Kama wewe you are close to your dad, naweza nikasema maybe I'm close to my mom, au mwingine yuko close na dada, au huyo dada yuko close na auntie. Unaweza ukapick advice from them. Lakini mtu anaanza kuwaza reputation yangu, nimefanya this mistake, how can I be that perfect? Siwezi kuwa perfect wa kila kitu. Napata pia advice, nikienda kumwambia mama atanichapa, ataniambia kwa nini nimefanya hichi, kwa nini nimefanya kile. Nikienda kumwambia mtu mwingine atado the same. Kwa hiyo what they do, they are using AI.
asking questions, seeking for advice, seeking for help. Lakini kumbuka AI, it's just AI. Anakuja vile ambavyo mfanya nini? Kwa wewe kwa mfano unataka kumpa labda ushauri sasa hivi jamii kwenye how to raise our vijana, kwa sababu tumetoka kwa Gen Z tunakuja kwa Alpha, baada hapo tuna Beta. Kizazi kinaendelea kwenda mbele. Wana akili sana. Ni namna gani mzazi anaweza kutumia, njia gani anaweza kuitumia zaidi kwa ajili ya kumfanya mtoto akawa karibu sana? Mimi nadhani ni kuwa watu ambao tunapenda kuwa na muda na watoto wetu. Hata kama tuko busy kiasi gani, yani kwamba tujitahidi yani kutafuta muda nao. Of which moja ya njia like kufanya nao homework, kufanya nao michezo mbalimbali, kwenda nao vacation. Vacation sio lazima iwe ya hela nyingi. Expensive. Yes, kuna vacation za kawaida. Hata kwenda kwa beach ni vacation. Yani kwa mtoto yani kutokana na uwezo wa mzazi. Yes, na pia kwa watu unavomsikiliza mtoto usimsikilize kama unaongea na katoto. Yani msikilize kama unaongea na mtu ambaye anafikisha ujumbe kwako. Yes, then na uangalie namna sahihi ya kumjibu aelewe na kumuelewesha. Kuna kitu ninachoamini yani kwamba hakunaga mtaalamu wa malezi. We have to do our part, mingine tumwachie Mungu. Ndio maana muda mwingine unaweza kukuta mzazi unakuja kukuta hui karibu na mtoto mpaka kama ni binti unakuja kujikuta ni mjamzito, hujui mimba alipata lini. Kijana kaingia kwenye madawa kulevya, uvutaji bangi, hujui kaanza lini. Na hakuna mzazi anayefurahia kuona mtoto wake anaharibikiwa hata siku moja. Kwa hiyo we have to do our part, then anapobakia Mungu afanye. Maoni yako kuhusiana na malezi, malezi shuleni, msingi wa mtoto kuanzia shule mpaka anapofika kwenye ile career path. Mzazi anatakiwa kuplay asilimia ngapi? Mimi ningesema mzazi ana play asilimia kubwa, kwa sababu mimi personally nilichojifunza kwenye maisha yani kwamba by the time uko shule unasoma, ndio unasoma unaambiwa sijui kuna maisha, kuna sijui kuna nini, lakini by the time unapoambiwa kule hauoni kwa ukubwa ule. Kwa sababu hujaijua dunia. Hujaijua kabisa? Yes, nakumbuka babangu alikuwa anapenda kusema usifikiri maisha unayoishi hapa nyumbani na duniani iko hivyo. Kwa alikuwa anasema kwamba enjoy hapa nyumbani, na kama una sijui attitudes sijui kudeka hapa nyumbani, lakini dunia haina huruma na mtu yoyote. Kwa hiyo kama dunia haina huruma na mtu yoyote, kwa maana yake ni kazi yetu sisi wazazi ambao tayari tumeshaishi. Mtoto yeye ndo bado anajifunza, bado hajajua dunia. Ni kazi yetu kuwa feed vitu ambavyo ni sahihi vitakavyomuequip ili kumsaidia kupambana na hiyo dunia ambayo haina huruma. Na ndio maana ilikuwa kwamba ukifeli shule unanyooshwa. Sijui mimi nakumbuka hadi nishachapoga kwamba umbadilisha mwandiko. Kwa mwandiko mzuri unaanza sijui unaiga mwenzio sijui kucharaza sijui. Hiyo yote mzazi kwamba anahakikisha hautoki kwenye mstari. Kwa sisi tuliachwa na miandiko yetu mibaya. Tujitafakari. Mzee kweli uko kuona huu mwandiko wangu kweli? Hakumsikiliza mwalimu wa darasa la kwanza. Maana pale ndo kwenye mwandiko kwenyewe. Yes, kwa budget ni kubwa mno kumsaidia mtoto kufikia malengo yake. Kwa sababu yeye hajui kitu. Kwa sababu hata mimi ninachokumbuka zamani baba alikuwa akiniuliza like unatamani kuja kuwa nani? Nakumbuka mwanzo nilikuwa namwambia mfanya biashara, baadaye nikawa namwambia daktari, baadaye sijui nitaka kuwa na restaurant hivyo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba sijui nini ninachotaka, kwa sababu pia sijui dunia ina offer nini. Ila mzazi ndo anayejua. Kwa ana uwezo mkubwa wa kukuongoza na kusaidia kufikia unachokitamani. Okay. Kwenye hapo muongelea kidogo kwenye mzazi anaweza kukuongoza kufikia lengo lako kielimu na kimaisha. Kuna siku niliwahi kukutanaga na mtu akanasema I'm a lawyer, nataka mwanangu nikija kuoa nikawa na familia, mwanangu awe daktari. And I felt like mimi kwa babangu kidogo ilikuwa ni tofauti.
alikuwa anatamani nichukue science, niwe daktari au engineer. Hiyo ilikuwa ni ndoto yake. My mom gave me the chance, do whatever you want, but I wish you to be a teacher. Kwa sababu at that time teaching kipindi cha nyuma walikuwa wakipewa full access kuanzia kwenye funds, walikuwa napewa kazi, ilikuwa everything were open. Kwa walikuwa naona kwamba mwanangu ili afike mbali kwa haraka bila kupata shida kutafuta kazi ufanye nini, achukue nini, walimu. Lakini aliniambia tu sitakuforce for what you want. At the end of the day mimi nimeingia form 3, physics nilikuwa sielewi, chemistry ilikuwa inapanda, lakini it's our school, mambo yalikuwa kidogo, lazima uchague arts or science. So I made myself nikiwa ninachukua path ya arts, sikutaka kubebana na mizigo. My dad alikuja kujua kwamba okay, she's taking arts. Nimeshamaliza form 6. Whenever hata anaongea na marafiki zake alikuwa anambia mwanangu anasoma science. That is what he thought. I know it was his dream. Hakuwa niuliza nimechukua kombi gani. Yeye alichokuwa anafanya tu ni kwamba okay, report ikoje? Baba nipata division 1, baba nipata division 2. Okay, endelea kujitahidi. Hakuwa niuliza ninachukua kombi gani. I don't know alikuwa anafikiria nini. Maybe alikuwa anawaza tayari alishatengeneza picture in his head, na alikuwa anaona kama vile akisema condemn kwa chochote itamwat break kwa sababu he knows. Kwa hiyo aliendelea kujidanganya yeye mwenyewe kwamba telling like atakuwa amechukua science. Somela akiangalia matokeo yangu ya form 2 atakuwa amechukua science. Kwa sababu tulikuwa tukipata division 1 wote science. Kuanzia pale tu anambia tusababishe mizigo. Nendeni at unless you like science. Kwa hiyo mpata division 1. So nani anataka kwenda at, nilinyanyuka wa kwanza. Lakini huko nyuma my dad thought I was taking science. Kwa hiyo alivyokuja kujua kwamba I'm taking HKL na mimi ni HGL, akaanza kuuliza HGL, okay? Kwa nini? Lakini still in his head alitaka kabisa kuamini kwamba I'm taking nini? Arts. Nikaenda form 5, form 6 Tabora Girls, and then nilimaliza. Chuo nenda kozi gani? Kichwani mwake mimi sijui, I don't know, kama sijui psychologically nilimharas, I don't know. Atanisamia kwa sababu hakuwa niambia. Lakini at the end of the day nimeenda kusoma siasa na utawala without knowing. Phew, I'm there. Kwa sababu it wasn't my dream. I liked law, lakini law ni miaka mingi, and then nilipata another way. Political science and public administration. Miaka 3 nimemaliza chuo following my dreams. Hivyo kwa sababu at the end of the day nilikuwa nataka nichukue sheria kwa sababu ya kuwa administrator at the end of the day. Kwa hiyo nilikuwa natafuta tu namna. Kwa hiyo mpaka kesho nasemaga you are living your dream but not mine. Ila sikutaka kuimplement ndoto zangu kwako. Kwa hiyo I ended up kujidanganya mwenyewe kwamba she's taking what I want. Kwa hiyo kwa mimi nilishajifunza kutokana na this ni kwamba kila mzazi anakuwa na ile ndoto yake kichwani kwamba I want my kid to be like this. Lakini unaweza kukuta labda hiyo ilikuwa ni ndoto yake at first, alishindwa kuaccomplish. Okay, kama mimi nimeshindwa mwanangu afanye nini? Africans wako hivyo kwamba okay, nimeshindwa kufanya basi mwanangu atafanya. Mwanangu akishindwa mwanae atafanya. Kwa labda kichwani mwake anasema okay, nilishindwa kuwa daktari, nilishindwa kuwa engineer, my child will. Akishindwa basi hata mjukuu kwa hiyo mimi labda nimwambie mpaka sasa nasema labda mjukuu wako, lakini for me kwa hiyo for that kama mtu ambaye amewahi ku experience I don't know, I think this is my story. Kwa upande wako wewe ulishawahi kukutanaga na ile hali ya kwamba even your friend, your society ambayo kupitia this scenario kama ile, lakini kwangu mimi ilikuwa kidogo ni tofauti. Umewahi kupitia kwamba you have to take this? Mimi personally sijawahi, cause family wise, cause mzazi wangu ni mtu ambaye anakupa chance, yani anakushauri then anakuachia uwanja kuchagua. Family wise nishai kuona kuna ndugu ambaye alitaka kusoma kitu kingine, mzazi akamlazimisha. Pia na rafiki yangu mmoja ambaye mzazi amwambia utake usitake lazima ukasome ualimu. To the extent ifikia point alijisomesha yeye mwenyewe wasibu, yani kwa kufanya kazi za kuungaunga baada ya kuchukua ualimu tayari. Yani ataki kwamba kama utaki ualimu jisomeshe mwenyewe. So yani iwe mvua iwe jua lazima uwe mwalimu. Hautaki silipi ada.
Kwa na yeye akaona nini sio shida baba. Aka-apply nanilia uhasibu akapata, akajilipia ada mwanzo mwisho, akajisomesha mpaka CPA. People are passing through. Na kwenye hii, yani mimi ninachojua kwenye career nisomee nini, unajua kinaangaliwa na passion. Yes. Kuna nani mmoja, mkufunzi mmoja sio alikuwa anaongea, akanasema aliwahi kukutana na mtu amesoma udaktari lakini alifanya kazi, amemaliza Muhimbili chuo, kafanya kazi miaka 3, akaresign. Ushakutanaga na watu ambao unakuta amesoma amefaulu sana chuo, yes, and then chuo kinaamua kimbakize. Baada ya kubaki amefanya kazi miaka 3 sasa hivi kafungua kampuni ya printing. Kaachana na kazi, anafanya mambo ya printing. What babaki na mamake walikuwa nataka, yani anakuambia ninaishi ndoto za wazazi wangu. That yani hainipi peace. Sina amani ninaenda kazini kama nimeenda utumwani. Yani mimi sijajua wazazi wangu wanakuwa wanawaza kitu gani kichwani. Mimi sijui. Yani kuna wazazi wengine ni waelewa, lakini kuna wengine they are harsh. Huyu kijana wa sasa hivi sijui yani anakuwa anapitia kwenye changamoto gani. Hatujapitia lakini we don't know. Lakini mimi nadhani kwamba sio kwamba mzazi yuko harsh. Yani kwamba always mzazi anawaza kumprotect mtoto wake. So by the time anakuwa anafanya hicho kitu, anaamini anatengeneza future njema kwa ajili ya mtoto wake. Kwa kila mzazi anamwazia mema mtoto. Kila mtu anamwazia mema. Labda sisi wazazi tujifunze pia, unapomlazimisha mtoto wako kufanya kitu fulani, basi usishata watu unaowaamini kwamba mtoto wangu anataka hiki ila mimi nataka hiki, tunafanyaje hapa? Yani kuconsider na historia za watu wengine. Yes, lakini kikubwa kinachoamini, kila mzazi anamwazia mtoto wake mema. Yani hamna mzazi anatamani kuona anguko la mtoto wake. Ipokuwa mimi sitaki kuongelea sasa kwa sababu kuna experience moja ambazo kuna nyingine ambazo hazijanitokea lakini kwenye jamii unaona. Yani Madam Mabel, unaweza kukuta kuna muda mtoto atamani kumuona mama yake hata kidogo, hatamani kumsikia babake hata kwa mbali. Yani kama ingekuwa ingeweza hata kufuta jina lake akaanzisha upya maisha yake. Hiyo hali inawezekana. Ina 100%. Hata kuna hizi videos mzazi anajitahidi kumconsole mtoto, unajiuliza mpaka mama anapiga magoti chini anamwomba. Kuna video moja ile iko trend, ilifanya sio na nani. Mzazi mpaka mama kanunua gari kampelekea mtoto for graduation. Mtoto hawakuelezea the reason behind why hataki kumuona mama yake. Ibaki kama ni family thing. Labda alimwacha na bibi akaondoka, I don't know. Maana mamake alikuwa anasema ilibidi niolewe, ilibidi nitafute, lakini mwanaume alikuwa hataki mtoto. So nitakuwa nimwache na mamangu. Ndio niliondoka bila kuaga na sijai kumuona. Lakini nilikuwa namjulia hali. Mama kaenda kule kafanikiwa, labda the man alikuwa na hela, alikuwa na maisha, kamnunulia mtoto gari, lakini hajai kumuona mama yake mpaka anamaliza chuo. Kamaliza UDSM. Sasa unajiuliza the background here ilikuwa ni nini? Huyu mtoto kalelewa na jamii, hataki kumuona mama yake. Unakuja kusikia mwingine babangu yani I don't know what the harshness iliyokuepo. Kila mzazi anakuwa anamwazia mtoto wake mema, lakini kwenye kuyatimiza haya mema yanaumiza. Ni kweli. Mimi naweza nikasema kwamba hayo mambo yapo na hizo issue ni so exceptional and emotional. Ni ngumu kugeuza akili ya mtu ambaye anaona mamangu mbaya, babangu mbaya. Ni ngumu. Lakini Mungu asaidia, yani kwamba okay, even katika ubaya wao still bado ndio wazazi wako. And biblical personally ninapoelewa kwamba kuna baraka ambazo huwezi kupata kokote zaidi ya kwa mzazi wako. Okay. So wakutane na neema ya Mungu iwatoe katika hicho kitu. Na kwa nchi yetu hatunaga kidogo misingi mizuri ya kusema unajua kwa wenzetu mtu yote mwenye changamoto kama hii anaweza akamwambia labda apatie therapy, apeleke kwa mental therapy, kwa psychiatric, apeleke labda kwa mwanasaikolojia. Nchi yetu hatuko sana huko. Ukiona mtu katafutiwa psychiatric basi ni mental kweli kweli. Mental kweli kweli. Lakini tatizo la akili linaanzia tangu mtu ana trauma,
kalelewa kwenye mazingira ambayo hamuoni baba, hamuoni mama, maybe ni yatima. Tayari kichwani mwake, unajua kuna wale watu wanakuambia sina baraka baba, sina baraka mama, siwezi kufanikiwa. Tayari ana hiyo kichwani. Kumwambia kwamba unaweza kufanya biashara na ukatoka, unaweza utafuta consultant anayehusika na mambo ya fedha, akakupa ushauri wa fedha. Mtu anakuambia kabisa siwezi kufanikiwa kwa sababu sina mwongozo, sina baraka za baba na mama, labda alizaliwa ni yatima, labda baba alifariki kipindi ndo amekuwa kuwa mkubwa, ameanza kuchangamka. Matukio ni tofauti, yako mengi. Lakini kwa huyu kijana kidogo anaweza kupitia changamoto nyingi. Tukiongelea kwenye masuala ya mtu kwenye kukua, kwenye kuweza kumove, akaanza kuwa na ile akili kwamba okay, I can stand on my own bila ile uwepo wa baba na mama. Wewe kidogo na utaalamu wa fedha. Huyu kijana anaweza kaanzia wapi? Labda amekuwa bila kuwa karibu na wazazi, labda wako busy na kazi wakamwacha mwenyewe. Anatafuta career path, maybe akaamua kuchagua labda kama wewe ni mhasibu, akaamua kufanya uhasibu. Lakini at the end of the day hana mtu wa kumshika mkono, hamna mtu wa kumshauri chochote. Ukijana una nini cha kumwambia? Mimi cha kumwambia mtu kama huyo ni kwamba you can start hapo ulipo. Yani kwamba hakunaga magic, yani kwamba sijui waliolelewa na wazazi ndio watafanikiwa sana au ambao hawajalelewa na wazazi vizuri ndio watafanikiwa. Ni kuondoa mindset ya kwamba like mimi si maisha yangu hapa si kwa sababu babangu alikuwa busy. Mimi si na nini, okay, ilitokea but anzia hapo ulipo. Kuna tumaini jipya. Na kwa wale ambao wanatamani kupata experience, japokuwa kwa for me nime experience kwenye movie. Someone anafanya mambo mabaya just because alifanyiwa mambo mabaya. Anashindwa kuwa baba mzuri au mama mzuri kwa sababu tu alikuwa na mama mbaya na baba mbaya. Mela, kwa huyu mtu yani ni njia gani apite? From healing from childhood trauma. Hapo nadhani ni Mungu tu. Kwa sababu kuna ambao pia mtu hayuko tayari kuolewa kwa sababu alishuhudia ndoa mbaya ya wazazi wake. Kwa hiyo kuna vitu naona ni kwamba ni Mungu tu anaweza kumsaidia mtu kutoka na kukubali kusamehe. Na kusamehe sio rahisi. Sio rahisi. Ni rahisi kumwambia mwenzio usamehe, lakini ikiwa kwako ungesamehe ni ngumu sana. Ngumu mno. Kwenye mazingira mengine unaweza kusema this thing it's just easy. Huyu mtu siasamehe tu. Kwani akiamua kumwachia kuachilia nini? Kama mama akosei, mama labda aligafirika, mtu mzima anakuwa na mambo mengi, stress, kutafuta hela, labda alikuwa na, lakini tayari kuna mtu ana zile kitu kina ushikutoga na hasira ukasikia kitu kiko hapa kimekukaba. Yaani hata kama hujapitia mazingira magumu, lakini hata kama ukapitia heartbreak popote, sehemu moja ya maisha yako ikafanya wewe ujisikie vile like out of expectations, huwa inauma. Na bora uumizwe na watu ambao huwajui kabisa kuliko uumizwe na watu ambao wa karibu. Mimi kwa mfano ikitokea labda nimekera kazini kwenye mambo ya kazi, biashara, mtu nimekutana naye tu njiani sikasiriki hata sana. Jamani, hamna kitu inaumiza kama uumizwe na watu wako nyumbani. Inauma. Lakini tunaambiwa hata vikombe vinagongana kwenye kabati. Ila mimi pia muda mwingine tuseme kuna mambo mengine yanatokea kwenye maisha. Mungu anakuwa na kusudio. Recently kuna mada imetrend sana hapa katikati. Kuna mtoto ametupwa Tabora. Kasiliwa na mama. Raisi. Jiulize that parent alikuwa anawaza nini? Mambo yapo. Na hiyo ni moja tu, lakini yako mengi mno. Yaani nilikuwa nikatafakari nikasema mzazi hakujua the future huyu mtoto ilivyo. Labda there is a reason behind. Lakini tusimlaumu sana kwa sababu tayari mtoto kashapita. Yuko mbali. Mambo sio mepesi. Lakini at the end of the day kila mzazi labda naye alikuwa anamtakia mwanae mema. Ila mtoto unajua kabisa baadaye hata kama nini akija kugundua au akija kujua the story behind nilitupwa. What if that parent akaja? Inahitaji tu neema ya Mungu kusamehe. Ndio huyo mzazi akaja, mwanangu mimi ndo niliyekutupa. Sio rahisi kusamehe.
Kwa watoto jinsi wanavyoendelea na progress ya maisha ya kila siku, hata kama atakuwa hapitii mazingira mazuri au mzazi unakuta muda mwingine hana muda na mtoto, ni kitu gani ambacho kinaweza kumsaidia huyu mzazi hata kama hana muda na huyu mtoto kama hajisikii vizuri, ikawapa connection ya karibu, wakaweza kumove forward na kumjengea mtoto misingi ya kwamba my parents are there at any time, hata kama wazazi tunajua hawana muda. Mimi nadhani kitu cha muhimu always ni kumpa mtoto maneno mazuri kwamba anaweza, yeye ni kitu kikubwa sana, anaweza kufikia popote anapotamani kufika. Hata kama kwa mfano mdogo tu amechora kitu, hata kama amechora vibaya, mwambie unajua kuchora, then unampa a better way ya kufanya vizuri zaidi. Mfano mdogo, mimi leo hii nafanya biashara ya keki, lakini ni kitu ambacho kimezaliwa kutokana na malezi. Yaani kwamba babangu alikuwa anapenda bites. Kwa mimi nilikuwa ni mtu ambaye napenda kujifunza bites. Alafu mnaweza kama mpika vibaya, anakula kwa kwambia kitamu, sio nini. Leo akisema kitamu, kesho enda kujifunza kiwe kizuri zaidi, kesho kiwe kizuri zaidi, kiwe kizuri zaidi. Kwa hiyo nimekuwa mtu ambaye napenda kupika. So like umezaliwa unakulia kwenye mapenzi makubwa kabisa. Leo tumekuwa na podcast na imeenda vizuri, umepata mawazo mapya, historia tofauti. Watoto ni watu wanapenda hadithi, kwa hiyo hadithi yake inaanzia tangu akiwa mdogo mpaka anakuwa na ile hadithi inaweza ikamjenga au ikamuumiza. Chochote anachokisikia anakijenga kuwa kama story, and at the end of the day kama madam hapa anaongelea familia yake ikiwa very positive, naongelea familia yangu nikiwa very positive. We know una uwezo wa kuifanya familia yako na watoto wako akasema okay, my parents were like this and it was good. Tunakutana na story nyingi sana, unajua uko barabarani, babangu achana na yule mzee bana. Mamangu yule bi mkubwa alikuwa anajijalia yetu. Kwa hiyo at the end of the day ni kwamba unakuta mtu huyu story yake sio nzuri. Watoto wanaelewa sana kupitia stories. Mtu anakuwa anapata uelewa mkubwa sana. Lakini leo tumetoa fundisho kwa watu wengine kwamba waanze kujenga historia nzuri na watoto. Karibu sana Duka Huru. Leo tumekuwa na wakati mzuri na wasaa mzuri. Karibu sana Duka Huru, let's all win. Asante. Chochote? Tunashukuru kwa wakati wenu. Mungu atusaidie tuwe watu ambao tuko tayari kuwasaidia watoto wetu kufikia ndoto zao, no matter what. Hata kama sio kwa kuwapa mitaji, just kwa maneno yako tu mazuri yatamsaidia mtoto wako kufika pale anapotamani kufika. Asante. Asante.